Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Kuna habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club mara baada ya kupoteza mchezo wao wa kwanza hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo tunashuhudia tarehe 23 ya mwezi wa 11 katika uwanja wa Benjamin Mkapa klabu ya soka ya Simba walicheza mechi yao ya kwanza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya michezo 6, ambapo Simba walicheza dhidi ya Atletico Petro de Luanda kutoka katika nchi ya Angola, mchezo ambao Simba walifungwa bao 1-0. Ikumbukwe malengo ya klabu ya soka ya Simba Sports Club msimu ni kuweza kufika hatua za mbali zaidi katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo malengo yao wamejiwekea kuhakikisha wanapita hatua makundi, waende robo finali, na mara baada ya kwenda robo finali ikiwezekana wafike nusu finali mpaka finali, kwa sababu wao ni wana finali, wametoka kushiriki kombe la shirikisho msimu uliomalizika, naweza kufanikiwa kucheza hatua ya finali licha ya kupoteza dhidi ya RS Berkane kutokea katika nchi ya Morocco chini ya kocha wa Kiafrika Faldu Davis. Mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuachana na kocha Faldu Davis, kwa kile kinachodaiwa kwamba kocha huyo alipata ofa kubwa kutokea katika klabu ya soka ya Raja Casablanca, na ndipo klabu ya soka ya Simba wakaamua kumsajili meneja Dimitar Pantev, ambapo sote tunafahamu meneja Dimitar Pantev ni kocha ambaye kwa upande mwingine ana uzoefu na soka la Kiafrika, kwa sababu tunashuhudia meneja huyu alikuwa akikinoa moja ya kikosi kikubwa pale nchini Botswana. Sasa fahamu taarifa za ndani kabisa mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kupoteza mchezo wao wa kwanza dhidi ya Atletico Petro de Luanda. Unavyoambiwa meneja huyu ambaye kwa sasa anakiongoza kocha wekundu wa Msimbazi kama meneja, huku kocha akiwepo ni Selemani Matola, basi fahamu kwa upande mwingine kuna taarifa zinadai kwamba kuna baadhi ya viongozi wa klabu ya soka ya Simba haridhishwi na mwenendo na kiwango cha klabu ya soka ya Simba chini ya meneja huyu Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria. Fahamu mara baada ya Simba kupoteza, taarifa za ndani kabisa ni kwamba vikao mbalimbali Simba Sports Club wameweza kukaa kuhusiana na meneja huyu, wakiamini kwamba selection ya kikosi ama machaguzi ya kikosi ambacho anakichagua basi kwa upande mwingine hakitoi matokeo chanya. Ukiangalia katika mchezo wa Simba dhidi ya Atletico Petro de Luanda hakuweza kuanza na standing striker, huku akiwa na striker kama Mukwala, Jonathan Soa na Selemani Mwalimu, lakini badala yake pale mbele aliweza kumweka Joshua Mutale Budo ambaye kisifa ana uwezo wa kucheza namba 10, vile vile ana uwezo wa kucheza winga zote, yani winga namba 7, winga namba 11. Kwa hiyo kwa mujibu wa wachambuzi wengi na Simba wenyewe wanasema kwamba kocha huyu kikosi ambacho anakipanga ndicho ambacho kwa upande mwingine kitakwenda kumfukuzisha ndani ya klabu ya soka Simba, kwa sababu vilabu hivi vikubwa havina uvumilivu. Simba na Yanga Sports Club unapochemka na kufanya vibaya, basi moja kwa moja unatoa fursa kwa watu wengine kuja kuchukua mikoba ya kuvifundisha vikosi vikubwa. Kwa hiyo taarifa za ndani kabisa ni kwamba Simba wameweza kumpa masharti mazito kocha huyu kuhakikisha kwamba anapata matokeo mazuri katika mechi ambazo atakwenda kucheza na kuchagua kikosi kizuri, kikosi ambacho moja kwa moja kitaifanya Simba kuwa bora na kuweza kuleta ushindani katika mechi za kimataifa, kwa sababu shabaha ya Simba kubwa zaidi ni kufanya vizuri katika mechi za kimataifa, hususan ligi ya mabingwa. Ndio maana mwekezaji ameweza kutoa fedha nyingi za usajili ambao ulifanya chini ya kocha Faldu Davis, ambaye tunashuhudia wamesajili kikweli wachezaji wazuri wenye nyota 5, yani wenye hadhi ya nyota 5. Kwa hiyo wenda hiki ambacho kinaendelea kwa sasa kikamweka matatani kutokana na kocha huyu kushindwa kupata mfumo sahihi, kwa sababu tunashuhudia katika mchezo uliopita alimtumia Neo Maema, kamtumia mchezaji anaofahamika kwa jina la Morris Abraham, kamtumia mchezaji Joshua Mutale na Elim Panzu katika lile eneo ya ushambuliaji, na ameshindwa kuanza na mshambuliaji Paswe na wakati wachezaji wote walikuwa benchi. Kwa hiyo tunaona hii si nzuri, lakini kwa upande wa meneja yeye mwenyewe ameweza kusema kwamba malengo yake ni kufanya vizuri, na ndio maana aliamua kujiunga na klabu ya soka Simba kutokana na project yao ilivyo nzuri, na anaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda
kumfanya awe bora zaidi barani Afrika. Kwa hiyo bado anasisitiza apewe muda, kwa sababu kile ambacho anakiimplement ama kukifanya mazoezini bado hakijaweza kutokea katika mechi. Lakini ndio hivyo, kwa sasa hata mashabiki wengine wameweza kwenda viral zaidi na kumkataa meneja huyu. Tunakuacha na swali, je, ni wakati sahihi kwa sasa